محمد يعلو على هام الرجال محمد يحيى اسمه في الخالدين محمد. Yule Sheikh Saidi Bafana alihoji kwamba aisee, kuna sehemu yoyote ambayo kwa haya ambayo mtume aliyapitia hapo katikati katika misiba alifanya hicho kitu? Mtume alifanya hitima? Na mimi nakuuliza vile vile, kwa mujibu wa maandiko ambayo mimi nimesoma, huo taratibu haupo. Na kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu, mimi sijui wewe Haji Upepo, lakini mimi binafsi Mfarisayo Christian Clement Masiligiti, katika ukorofi wangu wa kusoma vitu kwenye dini za watu, nimesoma kitu kimoja. Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda kwenye hutuba za Ijumaa kwenye mimbar ile ambayo umemkosoa nani yule jamaa Shafi anaweza kawa kweli sio Shii, lakini kwenye jambo ambalo Shafi anaweza kawa sio Shii. No, Shafi hujamkosoa kwenye jambo kwenye upande wa mimbar. Umemkosoa nani? Upande wa mimbar? Kuna shekhi mmoja anaitwa Albani Muhammadi, ni Muhammad yule. Albani jina lake ni Muhammad, kama sijasahau katika ukorofi wangu wa kusoma, anaitwa Muhammad Albani rahimahullahu ta'ala. Utajiuliza sana Haji Upepo kwamba Mfarisayo anajuaje hivi vitu? Mimi najua bana, mimi sio mjinga. Mimi ni Mkristo ambaye najitambua, nakaa chini, nasoma, najifunza vitu vingi sana. Mimi najua vitu vingi pengine hata kushinda hata wewe Haji Upepo, na namuogopa Mungu vile vile. Pengine wewe hofu ya Mungu huna, kwa sababu ungekuwa na hofu ya Mungu uwezi ukawaongopea watu vile ambavyo unapotosha sana wewe Haji Upepo. Sasa wewe Haji Upepo na mimi narudi kwenye pointi yangu. Mtume alikuwa kila akisimama kwenye hutuba za swala ya Ijumaa, kwenye hutuba za hija na kwenye hutuba za ndoa, mtu akitokea wafuasi wake wameoa, Mtume kuna maneno alikuwa akiyakariri na yasoma hapa Haji Upepo, ukatae kwamba hayapo. Mtume alikuwa anasema amma ba'du fa inna asdaka alhadithi kitabullah. Anawaambia maswahaba zake baada ya hayo, akishamaliza kumshukuru Mungu na kila kitu, anasema baada ya kumshukuru Mungu, kwa hakika asdaka alhadith, maneno ya ukweli ambayo hayana shaka ndani yake, kitabullah, akikusudia Qur'an. Usije ukaona labda mimi naongea maneno matupu. Mimi Qur'ani ninayo, tena ninayo ile ya Kiarabu kabisa. Hii hapa. Na Bible pia ninayo. Sema iko kule, iko kwenye kabati langu kule. Na vitabu vingine ninavyo vya Wayahudi, vya watu gani ninavyo, na vitabu kibao hapa ndani kwangu. Yaani hapa kwangu mimi ukiingia hapa ni kama huko maktaba, vitabu vipo vya kutosha. Kwa hiyo huwezi kuniongopea wewe Haji Upepo, utaongopea wajinga wenzio Waislamu ubwabwa. Yaani wenyewe ukishamaliza tu kuswali wakala wali wa hitima au wa maulidi, basi wamemaliza, au ndo unaweza kuwaongopea mzee. Lakini mimi mtu ambaye ninakaa nasoma maandiko na ninayafahamu vizuri na yaelewa, uwezo kaniongopea wewe. Nilikuona na mzodoa, nitaenda taratibu. Ngoja kwanza tumalizane na hili jambo la kwanza. Mtume alikuwa anasema fa inna asdaka alhadithi kitabullah, ama baada ya hayo, kwa hakika maneno ya ukweli ambayo hayana shaka ndani yake ni kitabu cha Mungu, kwa maana ya Qur'an. Wa khaira alhadi, na muongozo ambao hauna mfano wake kwa ubora, hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ni ule ambao umefundishwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa maneno yake na vitendo vyake. Kisha alikuwa anasema wa sharral umuri muhdathatuha. Mimi nimesoma hiyo Haji Upepo, na sasa labda nikwambie kitu kimoja. Asilimia kubwa ya hivi ninavyozungumza hapa nimejifunza tu mwenyewe tu, ukorofi na msaada kutoka kwa aliyeumba mbingu na nchi. Wa sharral umuri muhdathatuha, Mtume alikuwa anawaambia maswahaba zake, wale wanafunzi wake, wafuasi wake, kwamba uovu wa mambo kwenye Uislamu
ni mazushi yaliyozuliwa, muhdathatuha, yaliyozuliwa, yani yale mambo ambayo hayapo kwenye Qur'ani wala mimi Muhammad, yani kwa akijikusudia yeye sasa hajayasema wala hajayafanya kwenye matendo. Yani hayo mambo yanazingatiwa kama ni dini, lakini yeye hajayasema wala hajayafanya. Muhdathatuha ni yaliyozushwa, yaliyozuliwa, hayakuwemo. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila lenye kuzuliwa kwenye Uislamu hilo ni jipya, ni zushi, ni limezuliwa. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila lililozuliwa kwenye Uislamu ambalo Mtume hajalisema wala hajalifanya wala halimu kwenye Qur'ani, hilo ni upotovu. Wa kulla dhalalatun finnar, na mwisho wa upotevu wowote mwisho wake ni motoni, kwenye adhabu ya Mungu. Naongopa haji upepo. Sasa turudi kwenye hoja ya msingi. Yule shehe wa Kenya Saidi Bafana, kwenye jambo la hitima hili aliweka hoja za msingi kwamba Mtume kafiwa na mke wake na watoto wake 6 pamoja na baba yake mdogo Hamza. Ni kweli kabisa Mtume kafiwa. Na kuuliza wewe haji upepo, Mtume kwenye misiba yake yote hii ambayo imemfika, na yeye alikuwa mtume wa Mungu, wapi alifanya utaratibu wa hivyo ambavyo nyinyi mnafanya haji upepo? Wapi Mtume alifanya hivyo? Achilia mambo mengine ya mambo ya wanawachuoni sijui nini. Wanawachuoni kwenye Uislamu kuna kitu wanaita kiasi. Kwa mujibu wa zile dalili zilivyokuja, wanafanya na wenyewe jitihada yao kutoka kwenye, lakini hizo jitihada hazitakiwi kutoka nje ya kitabu na sunna. Mimi ninavyofahamu kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu, ikitokea mwanachuoni amefanya jitihada kwenye jambo ambalo limeenda nje ya kitabu na sunna, Muislamu ana hiari aidha alifuate hilo jambo au aliache. Tena kwa Muislamu mwenye kuogopa Mungu na siku ya mwisho na mwenye kuogopa dini yake isichezewe na mwenye umakini na dini, hawezi kabisa kulifuatilia hilo jambo ikiwa litakuwa liko nje ya kitabu, nje ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad na mafundisho ya wale viongozi wanne wenye kuongoza katika uongofu. Muogope Mungu haji upepo. Usihalalishe yale ambayo dini ya Kiislamu kupitia mtume wake mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam limeharamishwa. Usilihalalishe mzee. Muogope Mungu. Wewe ni binadamu, ni mdhaifu sana. Kidole chako huwezi hata kuweka kwenye kiberiti cha gesi ukiwasha hivi. Huwezi kuweka pale hata kwa dakika moja. Una jeuri gani ya kuweza kuhalalisha jambo ambalo Mungu ameliharamisha? Muogope Mungu aisee, haji upepo. Muogope Mungu. Na hawa jamaa hilo la kwanza la hitima. La pili, nikaona unamkosoa huyu jamaa huyu Shafi tumekuwa tukimuona kweli tangia hata mimi kipindi cha nyuma bado niko Tanzania hapo. Nilikuwa nikimuona akiwa na wakina Mazinge wakijitahidi kufanya jitihada ya kuhubiri dini, kuwakonvinsi watu wao Waislamu. Ni jambo jema kwa sababu si ni dini na data kweli zimenyooka. Uislamu hakuna mtu ana mashaka juu ya uzuri wa dini ya Kiislamu. Data zake hazipingani, zimenyooka. Safi. Lakini yule jamaa kwenye jambo ana madhaifu yake kama binadamu, na sasa hivi dunia hii mambo ni mengi. Lakini kwenye jambo ambalo wewe ulimkosolea yule jamaa yule Shafi, hukumfanyia insafu na hukumwogopa Mungu katika jambo hilo. Ulimkosoa juu ya jambo la Arafa. Arafa ni swaumu ambao wenyewe Waislamu mnaifunga kutokamana na ibada ambayo inaendelea hija pale Maka. Hakuna sehemu yote duniani ambako hija inafanyikia tofauti na kwenye mji wa Maka. Saudi Arabia kule process zote za hija zinafanyikia kule, kuanzia siku ya kwanza mpaka siku 10. Hija ni masiku 10. Siku ya 10 mnaita yaumu tashriqi. Aje upepo bana. Mimi ndo mfarisayo sasa. Yule jamaa alizungumza kuhusu swala zima la viongozi kutokumuogopa Mungu, kufanya kuhalalisha vitu ambavyo Mungu kaviharamisha na kuharamisha vitu ambavyo Mungu kavihalalisha. Kwa mfano, katika miongoni mwa vitu ambavyo Waislamu kwenu nyinyi ni marufuku
ni kufunga siku ya sikukuu. Naongopa Haji Upepo? Kufunga siku ya Idi kwa Waislamu ni haramu kama ilivyo kula nguruwe. Naongopa mzee? Sasa alichokuwa nakizungumza Shafi mimi nilimuelewa, ni kwamba watu ambao wana dhamana ya hayo mambo kwa mujibu wa nchi zetu hizo ambako nyinyi mnaishi huko, kuna hao mamufti wa nchi zenu ndio wana dhamana hiyo ya mambo ya kuwajulisha Waislamu kuhusu mambo ya mwezi na kuwatangazia Idi kama ni mwezi wa kufunga au mwezi wa kufungua na vitu kama hivyo. Yeye alizungumza kwamba kwa upande wa swala zima la Idi hii ya kuchinja na ile saumu ya kufunga Arafa, kwamba kuna tatizo hapo, kwamba unakuta Arafa imesimama Saudi Arabia, sawa, alafu kiongozi wa Tanzania anasema hapana, sisi Arafa yetu ni kesho. Wewe ukazungumza hilo, ukamkosoa huyo jamaa kwa maneno mengi sana ya kifedhuli ya kifedhuli, yani unajua wewe Haji Upepo una kasumba moja. Hawa jamaa sijawahi kuona klipu yao yoyote wakikuataki, wakikushushia wewe heshima na kukudhalilisha, lakini wewe unawashushia sana heshima zao. Saidi Bafana umemwita mjinga, astahili kuwa shehe, ni mtu ambaye